Hashim, isivyo bahati safari ya kuelekea fainali ya Muungano Cup imetamatika leo hii mbele ya klabu ya Africans. Tulizungumza kabla ya mechi, ukasema kwamba nafasi yenu fainali mnaiona. Imekuwaje ndugu yangu, safari hii inaishia kwenye hatua ya nusu fainali mkipokea kipigo cha mabao 2-1? Mechi ilikuwa nzuri, nafikiri kila mtu aliona. Tumecheza vibaya first half. Second half tumerectify makosa. Na first half tulihukumiwa nafikiri na makosa ya mtu mmoja. Timu haikuwa bado imepata ule muunganiko. Tuliwapa mipira waende wakatufunge. Kwa hiyo ukikutana na timu ambayo of course inatoa mechi nzuri, inapokutana na sisi huwa tunawapa mechi nzuri tukikutana nao. Ukifanya kosa kama lile lazima utaadhibiwa. Sio mara moja. Nafikiri ni mara 2. Na bado ilikuwa ikijirudia. Kwa hiyo hakuna chochote unachotegemea zaidi ya adhabu kama utakutana na timu ambayo iko makini na inajua inataka nini kwenye uwanja for the time being. Kipindi cha pili tumerudi, tumetengeneza mchezo wetu, tumecheza vizuri. We gave our best na angalau tukapata goli moja tukiwazuia wasifanikiwe kufunga goli, na tulipata nafasi nyingi zaidi ambazo kama tungezitumia tungekuwa tunazungumza alternative, lakini tunawapa pongezi kwa sababu wao wamepata nafasi ya ushindi na kwenda kwenye hatua inayofuata, lakini tumemind kinoma. Pengine Young Africans walikuwa bora dhidi yenu mpaka unasema kwamba mmemind kinoma? Hapana, tuligawana vipindi. Wao wamecheza vizuri kwa makosa yetu first half, wakapata magoli 2 haraka, na sisi tumecheza vizuri kwenye kipindi cha pili tukaweza kukomboa goli moja. Kwa hiyo bado kwangu ilikuwa ni 50-50 kwa kila timu ambavyo imecheza. Makosa ambayo yametuhukumu ambayo hayatoi ubora kwa timu yoyote ni makosa ya mtu mmoja. Mmeona goli la kwanza, mmeona goli la pili, na bado kulikuwa na mwendelezo wa matukio kama hayo. Kwa hiyo ni lazima tutaadhibiwa. Ukifanya makosa dhidi ya timu kubwa ambayo again nasema kwamba wewe na wao mkikutana mnawapa watu mechi nzuri, hakuna wanacho expect zaidi ya adhabu, na ndio kilichotukuta kwenye mchezo wa leo. Performance ya Faisal Salum leo hii amefunga Diarra, mpaka mtangazaji akawa anasema ni kama faida kwa Diarra. Ni mwendelezo wa kile ambacho kwa anakifanya zote. Hakuna mashaka juu ya uwezo wa Faisal Salum Abdallah. Ni injini, ni gear, ni clutch, ni brake, ni kila kitu kwenye timu yetu, na amekuwa akifanya hivyo na amekuwa akitupa kile ambacho tunataka kukiona kwenye mechi zote ambazo anapewa nafasi. Hana big match, hana mechi ya kawaida, hana mechi ndogo. Kila mechi yeye ni top performer, na kitu kizuri ni kwamba akiwa kwenye ardhi ya nyumbani amefunga. Ni jambo la kujivunia kwetu na ni jambo la kumfurahia kama mchezaji wetu. Sina hakika sana na idadi ya magoli ambayo ameshafungwa mpaka saizi na Faisal dhidi ya Diarra, lakini inatia moyo, inatia hamasa kuona mchezaji wa kaliba yake kila mechi ya Young Africans anakuwa kwenye wakati mzuri, mechi kubwa anakuwa kwenye wakati mzuri na ana deliver kile ambacho tunaki-expect kama team. So ni ushindi mkubwa kwetu kuona mchezaji wetu nyota anafanya vizuri kwenye mechi kubwa. Makosa ya moja kama ambavyo umezungumza, kuna shabiki nimezungumza naye, amemtaja Fofana, amemtaja Diaby, amemtaja pia James Akaminko. Ndio wanaingia kwenye haya makosa ya moja. No comment, atazungumza mwalimu, nafikiri atakuwa na majibu mazuri zaidi mwalimu. Ni wazi umetazama viwango vyao pengine leo hii Yoro Diaby, lakini pia James Akaminko. Babangu anapigana ngumi, una expect nikwambie mzee ni mnyonge? Yaani mzee Ibwe ameshikana na watu ngumi pale anakunjana, na mzee pigwa. Lazima mimi nitakuwa upande wa mzee wangu. Kwa hiyo collectively, kama team tumecheza vizuri, ila tunajua kwamba kuna makosa ya mtu mmoja ambaye ametuhukumu na mwalimu analijua hilo. Kwa hiyo yeye ni mtu bora zaidi kuliaddress. Ni wazi kipindi cha kwanza sehemu ya kiungo kilikatika. I don't know. Mimi sio mtu wa technical zaidi. Yeah. Kwa nini unasema umemind? Of course kwa sababu mechi silikuwa 50-50 na second half ambayo tumejirekebisha, tukacheza vizuri, tukarudisha mchezo kwetu, tukafanya baadhi ya mabadiliko, mechi ikaonekana iko kwetu. Kuna nafasi ambazo tumezitengeneza ambazo ya kwanza haikuwa goli, ya pili haikuwa goli, ya tatu haikuwa, ya nne ikaja kaza goli kwa Faisal. Baada ya Faisal tumepata nafasi zingine nafikiri 3 hivi, na ambazo tungeweza kuziconvert kuwa nani, kwa hiyo kuwa goli. Kwa hiyo ni kitu ambacho ukiwa ni mtu wa mpira na unajua timu yako ina uwezo gani na quality gani, lazima umind. Hashim, kwa Yanga walivyocheza wachezaji wake, nani alikuwa mwiba leo sana pale wachezaji wa Yanga? Nobody. Wamecheza kama timu yao nzima imecheza vizuri, so ukiwa unapenda mpira, unafuatilia mpira, lazima utajua kwamba team collectively inakupa kitu gani. Kwa mfano, hatuna star sisi wa maana kwenye timu yetu kama Ibenge angeweza kucheza mechi mwenyewe akamaliza. Ndio star mkubwa wa timu Afrika, nje ya Afrika anajulikana. Lakini tungeamua kwamba Ibenge mwenyewe umalize mechi, angeweza kumaliza mechi? Lazima uwe nao wale 11. So kwangu mimi
nafikiri tulicheza na Young Africans, muunganiko wao, namna ambavyo walijituma, tuzuie, tushambulie, tukabe, tucheze, ndio kitu pekee ambacho kilikuwa mwiba leo. Ulizungumza kwamba nitaenda kuulizana maswali kwamba ilikuwaje ikapatikana suluhu pale kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Watu waambie, pengine imefahamika sasa nani ambaye ndiye mbabe? Sidhani kama majibu ya ile sare yamepatikana. Bado kwa sababu timu hizi mbili zimegawana vipindi. Wenzetu wao wamekuwa wazuri zaidi kukitumia kipindi chao kwenye makosa ambayo tumeyafanya. Sisi la kwetu tumelitafuta. Limetafutwa kweli kweli. La kwao ni kama ilidondokea. Lakini mechi ya leo nafikiri majibu zaidi atakuwa nayo mwalimu mwenyewe. Kwamba ilikuwaje, sare ilipatikanaje ile, leo imekuwaje, na kama mnakumbuka vizuri nilisema mechi ya leo haitaenda dakika 90. Labda wao au sisi. Nilisema hicho kitu. Kwa hiyo ilikuwa open play, ndio maana kilichotokea kimetokea and hatuna mtu ambaye tunamlaumu. Bado mnaendelea kufurahia kukutana hizi timu. Of course, ili uwe mkubwa lazima ucheze na timu ambazo zinaitwa kubwa. Shukrani. Thank you. Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote, mapokezi yenye ubora. Hapa utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina, lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100, vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe, kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa, sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.